Kariakoo hapa maeneo ya Msimbazi A. Tumeona tuzungumze naye tupate mawili matatu baada ya kumaliza uzinduzi. Mambo vipi? Poa, habari zenu? Fresh, uko poa? Yes, niko poa. Hongera sana. Asante. Fight sana mama nje. Napambana. Pambano. Okay. Leo hii imekuwa ni kubwa zaidi. Mimi nakumbuka alishawahi kufika kwenye duka lako pale Mbagala. Nikiangalia hili naona ni kubwa hata mara mbili zaidi ya lile. Nini ambacho kimekufanya wewe kuja kwa speed nyingine namna hii na kutoka Mbagala sasa hivi imekuwa Kariakoo? Kiukweli kilichofanya mimi nikatoka Mbagala na kuja Kariakoo kuna sababu tofauti ikiwemo ya kifamilia, sawa? Lakini sababu ya pili ilikuwa ninahitaji kukuza brand yangu ya Mama Angela, na ndio maana kule niliitwa Mbalu Empire na huko nimeitwa Mama Angela. Okay. Yes. Kabla hatujaje hapa kwenye kuchange jina, leo shule yako imekuwa ya Kiswahili kweli. Umekuja hapa na Costa kama mbili, umejaza kina dada warembo, tumeona kigoma kimechezwa na nini, na kwa mitandao ulisema unakuja kumsuta aliyekuwa anakuchukulia mume. Okay. Fei Momo. Okay. Kwa nini ulitumia hiyo kwenye mitandao na sasa hivi imekuwa kuzindua duka? Well, kwanza kuhusiana na issue ya Fei Momo sihitaji kumzungumzia sana, lakini hii nilitengeneza iwe hivi kwa sababu watu walitaka kuona Mama Angela anafanya nini, au anaenda anamsuta kwa staili gani, huyu alikuwa mke mwenzie au nini, unaelewa? Kiukweli kabisa mimi ni Mswahili na hiyo ndo asili yangu. Na kauzungu kidogo, lakini asili yangu mimi ni Mswahili. Mimi ningekuwa ninahitaji kumkabili Fei Momo, mimi peke yangu namuweza. Sikuhitaji kumtafutia watu wote hawa kwa ajili ya, yani siwezi kufanya hivyo. Kwa mimi kama ninamtaka Fei Momo nina uwezo wa kumpata mimi kama mimi na nikamkabili. Yani kama tunapigana sawa, kama tunachambana sawa, yote nayaweza. Yes. Kwa hiyo hii nilichukua watu, of course kama umeiangalia vizuri huu uzinduzi, nimefanya kitu cha tofauti kidogo kwa sababu nilitaka watu pia waone kitu cha tofauti. How? Tumezoea kuona uzinduzi watu wanaalika mastaa wenzao. Tumezoea kuona uzinduzi watu wanaalika watu maarufu. Umeona? Ila mimi nimealika watu kutoka Uswahilini. Uswahilini haswa. Kwa sababu mimi naamini hao ndio wateja wangu. Hawa ndio mashabiki zangu, lakini pia ndio wateja wangu. Hii timu yote mnaiona imetoka Mbagala. Imetoka Mbagala, yes. Kwa hiyo wale ni mashabiki zangu na utamani kuona Mama Angela anafanya nini, lakini pia ndio wateja wangu. Okay. Yes. Siku mbili kabla haujaja hapa kwenye shughuli yako, yani siku mbili kabla ya shughuli yako ambayo uliplan kuifanya. Okay. Mume wako aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, alichapisha picha yako pamoja na picha ya Fei Momo. Akaandika hawa wawili sitaki kuhusishwa nao, sina mahusiano nao na kila mmoja ni mtu mzima na ana akili zake timamu. Kwa nini ilitokea na kuna nini kinaendelea behind wewe na mume wako tena? Kwanza kabisa unajua mimi sikutaka kuongelea kabisa issue ya kumhusu Baba Angela. Sitaki kwa sababu kuna vitu vingi hapa nyuma vimetokea. Nikizungumzia hilo swala, mimi mwenyewe nimelikuta Instagram kama ambavyo nyinyi mmeona. Tumeamka wote, lakini nikaenda kulikuta wapi? Instagram. Ila mlilala wote kumbe. Ni mtu ambaye naishi naye, unaweza tunalala wote. Yes, lakini baada ya pale, kiukweli nilifanya maamuzi magumu pia. Nikaona yes, kwa sababu nimeshazoea watu wameshazoea kama mimi ni king'ang'anizi sana, au wamezoea kuona kama vile nina force mahusiano. Umeona? Kitu ambacho sio kweli. Mimi nilikuwa napambania kile ambacho ni cha kwangu, nikiamini ni cha kwangu. Umeona? Lakini nimerealize kwamba mimi na Baba Angela hatuwezi tena kuwa na mahusiano, na hii inatoa exclusive kabisa kwamba mimi na Baba Angela tumeachana. Yes. Kiukweli amenitendea vitu vingi. Mimi Pole sana. Unajua? Pole. Asante. Yani the reason why pia nimetoka Mbagala nimekuja huku, naweza ngasema pia ni sababu yake. Amefanyaje? Umetoka kwa sababu yake, kafanya nini? Nimetoka kwenye ofisi ya Mbagala kwa sababu ya Baba Angela, kwa sababu nilipata matatizo na nilivyorudi
nilikuta sasa sijui vitu ameuza, sijui vitu alihamisha, sijui vitu aligawa. Yaani mzigo wa dukani. Nilikuta mashelves na aliomba kodi kwa mwenye nyumba ambayo ilikuwa imebakia. Alafu yeye yani apewe ile kodi. Alafu atafute mteja. Yani mtu wa kupanga pale. Yani akawa anatafuta mtu wa kufidia kodi yako. Yes. Pole sana. Wewe mwenye nyumba alimwambia kwamba okay, kama unahitaji tafuta mteja, alafu na kweli akafanya hivyo. Kwa mimi ilibidi tuende nikachukua vitu, na naamini Baba Angela. Hii pia nimekuwa surprise kwako, uliamini kwamba mimi naenda kuchamba Faimomo, lakini haukujua kama naweza kufanya kitu kama hiki, au nilikuwa nimepanga kufanya kitu kama hiki. Mimi kaniumiza, yani pole sana. Kiukweli. Pole sana. Mama Angela, umesema kwamba wewe na Baba Angela mmeachana kabisa. Lakini tunakumbuka hata Baba Angela first time alitangaza kwenye mitandao kwamba hakutaki na akakuzungumzia mambo mabaya sana. Lakini mimi samani. Hapa tumekuja kufanya uzinduzi. Hatujaje kumzungumzia Baba Angela. Ni familia yako na watu walitarajia kwamba kwenye uzinduzi wa duka kubwa namna hii labda atakuwa ametia hela. Kama mume. Naomba niweke clear jamani. Kwenye hii ofisi yangu ya Kariakoo hakuna mkono wa mwanaume ikiwemo Baba Angela. Hakuna mkono wa mwanaume. Hakuna. Hivi karibuni watu wanasema ulionekana na Mwanya, watahisi labda wengine watasema labda Mwanya bwana kaamua sasa kuinvest. Hapana. Mimi Mwanya hana pesa ya kunipa. Hana pesa? Mwanya hana pesa ya kunipa. Lakini pia mimi naelewa Mwanya na Baba Angela waliwahi kuwa marafiki. Japo sasa hivi wana tofauti zao, lakini wale ni watu ambao waliwahi watu wa karibu sana. Kwa hiyo mimi ni mtu mmoja, nina akili zangu timamu. Mnaweza kaniona, kuna watu wanaweza kanichukulia the way wanavyotaka kunichukulia, lakini niko timamu sana na ninajua kila ninachokifanya. Mimi siwezi kutembea na Mr. Mwanya. Sijatembea na Mr. Mwanya na siwezi kutembea na Mr. Mwanya. Hii I swear na Mungu ananiona. Mara ya kwanza ulidhalilika sana kwenye mitandao, lakini baadaye ukaja ukarudiana na mume wako. Leo unatuambia kwamba umeachana naye kabisa. Watu watashindwa kukuamini kwa sababu wanajua kabisa kwamba kwa dharau ulizofanywa mara ya kwanza hawakuamini kama mngerudiana. Leo unaamua kabisa kwamba huwezi kurudiana na mume wako. Kiukweli nilitoa chance ya pili, sio ya pili tu, watu kitu ambacho hawakielewi. Mimi kwa Baba Angela sijatoa second chance. Nimetoa third, fourth, yani nimetoa chances nyingi sana. Kumbe si mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Kuna vitu vingi vinatendeka nje ya mtandao. Umeona? Mimi Baba Angela kashaye kunikana kwenye medias, mimi sio yule sio nini. Jamani, alikanwa Yesu. Alikanwa Yesu mara 3. Mimi ni nani Baba Angela kunikana? Of course naongea hii inaniumiza, inaumia sana nikiangalia kwamba yule ni mwanaume wangu na tumetoka mbali. Na kile ambacho nilikuwa nakifanya nilikuwa naonekana kama king'ang'anizi. Of course nang'ang'ania pale ambapo napenda. Umeona? Haikuwa dhambi. Haikuwa mbaya kwamba mimi nina fight kwa kile ambacho mimi nakipenda. Lakini kuna point inafika unasema, nadhani wanawake tumeambiwa, unasema enough is enough. Mimi na feel hicho kitu, nimekuwa nikidhalilishwa sana na Baba Angela. Kuna vitu ambavyo vinatendeka kwenye media vinaonekana, lakini kuna vitu vinatendeka nje ya media. Yaani unafanya vitu, naumia. Please msinioje kuhusu Baba Angela, naumia. Pole sana. Naumia. Pole Mama Angela. Vitu hapa vinapatikana kwa bei gani? Bei rahisi sana, tunauza jumla na reja. Yes, bei nafuu sana. Yes. Okay. Na tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Mafia na Jangwani, jengo la Movit, duka namba 9. Okay. Yes. Baada ya hapa tunatarajia vichambo pia vya mpenzi wa mume wako. Hivi kwanza hebu tuambie, ni kweli kwamba yeye tena Faimomo ndio chanzo tena cha wewe na mume wako kuvurugana mazima sasa hivi? Kuna vitu vinaendelea vingi sana nje ya cameras. Vitu vingi sana. Mimi ndo naelewa. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia jamani. I can't. Mimi naomba tu jamani tu focus na duka. Jamani mmeona duka Mama Angela? Napambana. Guys, naombeni mnisupport. Yaani ukiangalia ushawahi kuwa kwenye familia alafu
unabebeshwa mzigo as a man. Yani sasa unashia kuomba kitu, wewe ni mwanaume. Ni mwanaume, mfano ni mwanaume unakuja kukuomba nahitaji kitu fulani baba, si ndio? Alafu unanijibu si una duka. Kwani pesa zako nilikuwa napeka kila kitu. Imefikia tu sasa mzigo wote wa familia na ubeba, which imefikia tu no, siwezi. Yes. Siwezi. Yes. Hapana, siwezi. Mume kashinda mechi, kachukua mume. Umekubali kumpa mume. Kama mume ndio yule basi, amchukue. Watoto watakuelewa, mtoto wenu atakuelewa kweli. Nadhani kitu. Wanawake ambao kuna watu wengi wanapitia situation kama yangu. Naamini hicho kitu. Wanaelewa how I feel. Yes. Kuhusiana swala la mtoto wetu, tutajitahidi kadri ninavyoweza kumpa mapenzi kama mama, na siwezi kumnyima haki ya kuwa na baba yake. Anytime, yes. Una mume, una mpenzi kwa sasa? Yes. Jimbo liko wazi. I am very single na nashukuru sana. I am very happy. Mimi familia yangu inani support. Mwana wadogo zangu jamani, Mungu wa bless sana. Yes. Rioba, I am so happy. Yani hii ni familia yangu, wanani support sana. Yes. Nafurahia hicho. Ile posti ulipokeaje lakini ya juzi ile kwamba tena amekuweka picha wewe mkewe na mwanamke wake, alafu amesema kwamba hawa wote wawili mimi sihusiki nao, msinihusishe nao, sina mahusiano nao, alafu unasema kwamba mlikuwa mmeamka wote siku hiyo? Pole sana. Mimi kitu nachoweza kusema, mimi naomba napambana kadri ninavyoweza, mtoto wangu aweze kula, aweze kusoma shule nzuri, natafuta kwa ajili yake. Naomba tu Tanzania wani support. Kuhusiana na issue ya baba Angela, kwa kweli please, I'm going through a lot, au nimepitia vitu vingi kwake. Naombeni any space, siwezi. Msiniulize kuhusu baba Angela. Tu focus na kitu tuleta hapa. Yaani nimejitahidi, nimejikaza sana. Nafanya interview lakini mnaniuliza sana about baba Angela. No, please. Please, I beg. Naomba Watanzania, I really need your support. Mimi nahitaji support yenu sana ili niweze kufika pale ambapo nahitaji kufika kwa ajili yangu na mtoto wangu. Kuhusiana swala la baba Angela jamani, kuhusiana swala la baba Angela jamani, mimi msiniulize. Mimi msiniulize kuhusu pole. Msiniulize kuhusu baba Angela. Naomba please. Naomba jamani, msiniulize kuhusu baba Angela jamani.